Safari moja inaanzisha nyingine. Tuambie kuhusiana na unabii ama ibada inayofuata. Ibada inayofuata ni ibada kubwa haijapata kutokea. Inaitwa ibada ya kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Wamidiani waliwaonea sana Israeli. Walikuwa Israeli wakilima mashamba, wakipanda ngano, ikianza kukomaa muda wa mavuno, Wamidiani wanakuja kuvuna. Nikwambie Bryson, hii inamgusa kila mtu. Watu hebu jiulize wewe, leo una miaka 70. Tangu unaanza kulima, umevuna, umepata nini? Utagundua unavuna unaishia kula. Kumbe kuna Wamidiani wanaitwa wachawi. Wao kila ukipanda muda wa mavuno, wao wanakuja, wanaitwa lukupi. Sasa hao ndio Wamidiani. Haya, wewe tangu ufungue duka, unauza tu duka, una miaka mingapi sasa hivi? Haujawahi kutoboa, ujue kuna Wamidiani. Wao wanakuja kuchukua faida. Kwa hiyo afya yako haijaimarika, ujue afya yako iko na Wamidiani. Kwa hiyo wana wa Israeli walitaabika sana juu ya Wamidiani, mpaka wakaanza kuishi kwenye mapango. Kwa hiyo niwaambie ya kwamba kuna ibada kubwa, ibada ya kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Na Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walivyomlilia Bwana, Bwana akamtuma nabii kwenda kuwatoa wana wa Israeli kwenye mikono ya Wamidiani. Niwaambie Jumapili, Bwana amemwandaa nabii wake kwa ajili ya kuhakikisha anakuongoza kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Ndiyo mtumishi wa Mungu. Na Jumapili hiyo itakuwa ni Jumapili nyingine, hatutosikika tena kwenye 101.3, tutasikika kwenye 94.7. Unalipi la kusema kwenye hiyo ibada? Jambo la kuambia wasikilizaji na Watanzania, hakika itakuwa ni ibada kubwa ya baraka ya kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Kwa hiyo 101.3 ilikuwa ni mikono ya Wamidiani. Kwa hiyo sasa tutakuwa tunatoka kwenye mikono ya Wamidiani, tutakuwa tunaingia 94.7 kwenye nchi ya ahadi. Mimi nikushukuru sana mtumishi, na ubarikiwe sana. Asante sana Bryson, na huyu ndiye Mungu tunayemtumikia, Mungu wa matendo makubwa, Mungu wa miujiza na maajabu. Usiishi hapa kuna sherehe. Hapa hakuna sherehe, ila hapa watu wanatoka kumwabudu Mungu. Kama unavyoona hivi umati namna hii, watu wanasema mambo hayatawezekanaje, lakini yote yanawezekana kwake aaminie. Asante sana mtumishi, ubarikiwe sana. Hakika Mungu ni mwaminifu sana. Wiki ijayo ni Jumapili ya kutoka kwenye mikono ya Wamidiani. Wakina Midiani, wakina nani? Wale wote waliokonea, wale wote waliokusumbua, wale wote waliokunyanyasa, ndio Wamidiani wenyewe. Ubarikiwe sana wewe ambaye unaendelea kuifuatilia 101.3, na leo ni mara yake ya mwisho kabisa kuiona ikionekana kwenye kamera yako hii. Wiki ijayo utaiona 94.7. Asante.